Mheshimiwa Naibu Waziri, kwa kumalizia maelezo uliyotoa, sisi ndani ya uongozi hatujawahi na hatutawahi kuwa na dhamira ya kumdhuru yoyote, lakini tunazingatia utaratibu uliowekwa kwa mujibu wa sheria. Wapo wanachama wa Simba Sports Club, ndugu Shaweji Omari, ndugu Hamisi Tika, Ras Simba, ndugu Boss Matola na ndugu Violet Mbele. Hawa waliandika barua kwa kuzingatia katiba ya Simba, wakipendekeza baadhi ya vipengele ndani ya katiba yetu vifanywe marekebisho. Tumewianisha na barua ya Baraza la Michezo, na hili naomba lieleweke vizuri. Baada ya kupokea barua hii pamoja na mapendekezo tuliopewa na mwanasheria mkuu wa serikali, tuliunda kamati ya wajumbe 5 kutoka pande mbili, kwa maana ya upande wa wanachama na upande wa mwekezaji. Kamati hiyo ilikuwa chini ya ndugu Delphinis, sina hakika kama yuko, aliniomba dharura, lakini yuko wakili Ngasa, naomba usimame. Yupo ndugu Huseni Kita, naye ana uzuru, ndugu Zulfika Chando. Hawa ndio ambao waliandika barua, na majibu ya barua hiyo ndiyo ambayo yamekuwa yakisambaa katika vyombo vya habari na maeneo mengine. Hakuna nia wala dhamira dhidi ya yeyote. Mabadiliko haya tunayafanya ili yaweze kuendana na matakwa ya kisheria kama Mheshimiwa Waziri ulivyosema. Kwa hiyo tutakwenda kwenye huo mjadala, na mapendekezo hayo inawezekana ukapenda kifungu fulani cha sheria kiandikwe kulingana na wewe unavyotamani, lakini tafsiri ya sheria haitafsiriwi kwa vile unavyojisikia. Ni lazima kuna utaalamu maalum wa uandishi wa vifungu vya sheria. Nimemsikia mtaalamu mmoja hapa, mwadhiri wa chuo kikuu kwenye idara ya sheria. Hayo ndiyo mambo yanavyokuwa. Sheria haiandikwi kama tunavyoandikiana barua nyingine. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, pamoja na neno la